Mizengo Pinda, Waziri Mkuu mstaafu na mwenyekiti wa Baraza la Ushauri na usimamizi wa masuala ya chakula na kilimo, Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara, kaka yetu Mheshimiwa Wasira, na uongozi wote wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa, mkoa na hapa tulipo. Mheshimiwa Hussein Bashe, Waziri wa Kilimo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri wa Kilimo wa Jamhuri ya Burundi, ndugu yetu Prosper Dodiko. Lakini pia nitambue uwepo wa Mheshimiwa Waziri wa Afrika Mashariki wa Burundi, ndugu yetu Gavas Abayeho. Tambue uwepo wa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, ndugu yetu Mahmoud Thabit Kombo. Waheshimiwa mawaziri wa wizara mbalimbali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wale wa Burundi, waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Rosemary Staki Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma, pamoja na waheshimiwa wakuu wa mikoa wote mliopo hapa, ndugu Gerald Mweli, katibu mkuu Wizara ya Kilimo, pamoja na makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu wote mlioko hapa, waheshimiwa mabalozi, memuona balozi wetu wa Tanzania nchini Burundi, lakini na balozi wa Burundi nchini Tanzania, Captain mstaafu John Zefania Chiligati, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya kiwanda cha mbolea cha Itracom, lakini pia taasisi wakuu wa taasisi za fedha wakiongozwa na ndugu Abdul Majid. Lakini pia nimeona mwenyekiti wa benki ya CRDB na wenyekiti wengine wote wa bodi mliopo hapa, Bwana Adrian Ntigashika, mkurugenzi mkuu na mmiliki wa kiwanda cha Itracom Fertilizers Limited, pamoja na familia yako, mkurugenzi mtendaji na Zairie Nduwimana, wajumbe wa bodi management na wafanyakazi wa kiwanda cha mbolea cha Itracom, wafanyabiashara kutoka Burundi mlioko hapa, watumishi wa serikali wa Tanzania mlioko hapa, viongozi wa dini, ndugu wanahabari, wazee wa Dodoma, ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwanza niseme kwamba hatuwezi kuleta maendeleo ya kweli barani Afrika bila kuinua sekta ya kilimo, na hatuwezi kuinua sekta ya kilimo bila kuongeza matumizi ya mbolea. Huo ndio ukweli. Hivyo basi ninamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia neema na uhai kutuwezesha kufika mahali hapa kushuhudia tukio hili muhimu na la maendeleo, sio tu kwa nchi yetu bali pia kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki, lakini vile vile kusini mwa Afrika. Aidha niwashukuru pia Wizara ya Kilimo mkiongozwa na Mheshimiwa Hussein Bashe, taasisi zote zilizohusika pamoja na uongozi wa kiwanda cha Itracom kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii. Pia ninapenda kuwashukuru wadau wote mlioitika mwaliko wa tukio hili muhimu katika nchi yetu. Asanteni sana. Lakini pamoja nao nami niungane na wengine walionitangulia kusema kuwashukuru wote waliofanya kiwanda hiki kiwepo hapa Dodoma. Asanteni sana. Kipekee sana namshukuru ndugu yetu, jirani yetu na rafiki mkubwa wa Tanzania, ndugu yangu Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, kwa kuridhia mwaliko wangu na kuweza kushiriki nasi katika hafla hii. Alifanya hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi na leo tunafanya hafla ya ufunguzi wa kiwanda hiki muhimu kwa maendeleo ya nchi zetu. Karibu sana Tanzania na karibu sana hapa Dodoma. Kwa hakika uwepo wako mahali hapa sio tu unathibitisha upendo mkubwa ulionao kwa Tanzania, bali pia ni umuhimu unaotoa kwa maendeleo ya sekta ya kilimo barani Afrika. Shughuli ya leo inaonyesha jinsi nchi zetu zinavyoweza kushirikiana kwenye uwekezaji. Kama mnavyofahamu, mbali na ujirani na urafiki tulionao,
Tanzania na Burundi ni washirika wa karibu wa kimkakati. Pamoja na kiwanda hiki cha Itracom, zipo kampuni nyingine za Burundi zimewekeza hapa Tanzania. Na pia kuna kampuni nyingi za Tanzania zimewekeza nchini Burundi, CRDB ni mojawapo. Vile vile kiwango cha biashara kati yetu kimekuwa kikiongezeka ambapo zimefikia dola za Marekani milioni 209.8 kwa mwaka 22-23, na kufikia mwaka huu kiwango hicho kitakuwa kimeongezeka zaidi. Tunaendelea kuboresha huduma kwa Burundi kupitia bandari ya Dar es Salaam, hatua tunayoamini itazidi kukuza zaidi biashara yetu. Nchi zetu zinashirikiana pia kutekeleza miradi mbalimbali ya kimkakati. Mwezi Januari mwaka huu tulisaini mkataba wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR vipande cha 7 na kipande cha 8 kutoka Uvinza Kigoma hadi Musongati Burundi, vyenye urefu wa kilomita 282. Reli hii baadaye inatarajiwa kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo narudia tena kukushukuru Mheshimiwa Rais Ndayishimiye kwa kushiriki kwenye tukio hili muhimu linalodhihirisha tena ushirikiano wa kimkakati tulionao. Aidha, kama majirani tunakupongeza sana Mheshimiwa Rais Ndayishimiye kwa kumaliza vyema na kwa salama uchaguzi wa wabunge na councilors au madiwani. Tunakupongeza sana. Lakini tunawapongeza wana Burundi, wameonyesha kukua kwa demokrasia. Tulikuwa tunafuatilia, uchaguzi umemalizika, kila mmoja amekubali matokeo na walikuwa wako wanaendelea na kazi zao za kawaida. Kwa hiyo hongereni sana. Lakini niseme kwa jitihada zako binafsi na za serikali unayoiongoza na za kuinua sekta ya kilimo nchini Burundi, serikali yako imechukua hatua kubwa za kumuongezea uwezo mkulima na kumuinua kiuchumi. Sekta ya kilimo imenufaika na ufuatiliaji wako wa karibu. Hata haya mafanikio ya leo yanakuhusu pia, kwani safari ya mwekezaji huyu ilianza Burundi, ambapo alikuwa na kufanikiwa kufikia hatua hii kutokana na mazingira mazuri mliomwekea. Hivyo kupitia uwekezaji huu, Burundi inaendelea kutoa uongozi katika utatuzi wa changamoto zinazowagusa wakulima wa Afrika. Nikupongeze pia kwa namna unavyosimamia ajenda ya maendeleo ya vijana barani Afrika kama kinara wa masuala ya vijana. Tunaweza kusema na wewe ni kijana wa zamani, kwa unasimamia ajenda za vijana wa sasa. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Niseme pia kupitia uwekezaji huu ninaamini tutaendelea kuongeza fursa za kilimo kwa vijana wetu na kuwafungulia fursa zaidi kwenye mnyororo wa thamani ndani ya sekta ya kilimo. Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali yetu imechukua hatua mbalimbali kumuinua mkulima na kujibu mahitaji yake kwa upana wake. Kwa mfano, tangu mwaka 2021 tumeongeza bajeti ya kilimo tumeongeza kwa zaidi ya 300% kutoka shilingi bilioni 294 hadi shilingi trilioni 1.24. Hii imetuwezesha kutimiza mahitaji muhimu ya mkulima. Tumeimarisha upatikanaji wa mbegu bora, tumeongeza skimu za umwagiliaji maji, tumeimarisha huduma za ugani, tumeimarisha upimaji wa udongo na kupeleka vifaa vya upimaji kila halmashauri, na tumeongeza upatikanaji wa taarifa za masoko. Kwa upande mwingine, tulichukua hatua kutatua changamoto zilizokuwa zinawakabili sekta ya kilimo kwa ujumla, hususan kasi ndogo ya ukuaji na mambo mengine. Mheshimiwa Rais, wakati tunazungumza hapo tunanong'ona, uliniambia kwamba umefanikiwa kufanya wakulima wa Burundi wazalishe kwa wingi, lakini sasa wanalilia soko. Nikuombe waziri wako aje akae na waziri wa Tanzania ndugu Bashe, amwelekeze jinsi Tanzania tulivyoweza kupata masoko kwa ajili ya wakulima na kupandisha bei za mazao yetu.
Lakini nilikuwa nasema kwamba tumeweza kutatua changamoto za wakulima. Changamoto kubwa ilikuwa ni upatikanaji wa mitaji, lakini serikali tumechukua hatua ya kuongeza mtaji kwenye Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB, lakini pia tumeanzisha benki ya ushirika ambayo itashughulikia kuwakopesha wakulima walioko kwenye ushirika, na TADB imeweza pia kushirikiana na benki nyingine na kufungua madirisha mengi ya mikopo ya wakulima. Lakini la pili ilikuwa ni gharama za kilimo, kwamba wakulima wetu walikuwa wanatumia zana za kilimo kama matrekta yanayomilikiwa na sekta binafsi. Sasa tumeamua kuanzisha vituo vya zana za kilimo ambapo wakulima watakwenda kupata huduma hii kwa nusu ya bei walokuwa wakilipa kwenye sekta binafsi. Tatizo jingine lilikuwa ni upotevu wa mazao baada ya mavuno, na kwenye hili serikali tumejenga maghala ya taifa ambayo kwa kiasi kikubwa sasa tunanunua mazao ya wakulima na kuweka kwenye maghala ya taifa. Kwa hiyo tumepunguza upotevu wa mazao. Lakini jingine pia ni mabadiliko ya tabia nchi, kwamba mvua hazitabiriki, wakati zipo wakati hazipo, misimu inapita bila mvua, na hili tunajitahidi kujenga mabwawa kwa ajili ya wakulima kumwagilia, lakini pia tumejenga skimu za umwagiliaji kama nilivyosema awali kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Pamoja na yote hayo, kikwazo kikubwa zaidi ni upatikanaji wa mbolea. Na ninaposema upatikanaji ni uwepo wa mbolea na gharama zake, uwezo wa mkulima kuinunua mbolea. Hivyo basi serikali tumejipanga katika mfumo wa kutoa ruzuku kwa wakulima, na sasa wakulima wetu wanapata mbolea ya ruzuku na uzalishaji au tija imepanda. Tunategemea sekta hii katika kutuhakikishia usalama wa chakula. Sekta hii ya kilimo inachangia takriban 70% ya ajira, 60% ya malighafi za viwanda na 30% ya pato la taifa na takriban 25% ya fedha za kigeni. Kwa sekta ya kilimo kwetu ni sekta muhimu sana, na kama serikali tuko tayari kufanya yote ambayo yatamsaidia mkulima kuzalisha kwa tija, ili serikali nayo iweze kuuza nje kwa fedha nzuri. Mheshimiwa Rais na ndugu waalikwa katika shughuli hii, niseme kwamba kadri miaka inavyokwenda ndivyo umuhimu wa swala la mbolea unavyozidi kuongezeka. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, idadi ya watu Afrika ikifika 2050 wanasema kwamba takriban nchi 26 zinatazamia kushuhudia ongezeko la 100% ya idadi ya wananchi waliokuwa nao mwaka 2015. Hali hii inaashiria kwamba upatikanaji wa uhakika wa chakula barani Afrika ni jambo muhimu ili kuendana na ongezeko hilo la watu tunaotarajia. Kutokana na hali hiyo, uimarishaji wa shughuli za kilimo ikiwemo matumizi ya mbolea katika kuongeza tija na uzalishaji ni jambo la msingi linalopaswa kuzingatiwa kuanzia sasa. Ndugu zangu, kwa muktadha huo, napenda kutumia fursa hii kumpongeza sana mmiliki wa kiwanda hiki ndugu Adrian Ntigashika kwa uwekezaji huu mkubwa na wa kisasa uliofanywa katika muda mfupi. Nakumbuka mara ya kwanza kama ilivyosemwa hapa nilikutana naye nikiwa makamu wa rais, na baadaye nilikutana naye mwaka 21 nikiwa rais, na mara zote nilimhakikishia awekeze Tanzania na hata juta. Na nadhani ndugu yangu Adrian umewekeza, tumeanza kununua na hakuna majuto. Nashukuru sana. Na kupongeza sio tu kwa kutimiza ahadi yako, bali pia kwa kuamua kuwekeza kwenye sekta ya kilimo. Kama nilivyogusia hapo awali, sekta hii ni muhimu kiuchumi katika nchi nyingi za Afrika.
Hivyo nataka niwahakikishie kuwa uwekezaji kwenye sekta, mmewekeza kwenye sekta salama, na hii ni kwa sababu umuhimu wa sekta ya kilimo utaendelea kuongezeka kila mwaka kutokana na kuongezeka mahitaji ya chakula kunakosababishwa na kuongezeka kwa idadi ya watu. Kwa hiyo umefanya jambo jema, umewekeza kwenye sekta njema au sekta muhimu kwa maendeleo ya Afrika, na hivyo uwekezaji wako utaleta tija na utakulipa mara nyingi kiwango kile ambacho umewekeza. Nina taarifa kwamba unajipanga kuongeza laini za uzalishaji wa mbolea. Hili ni jambo jema. Ni jambo jema sana kwa sababu soko la mbolea bado ni kubwa nchini, bado ni kubwa kwa nchi jirani. Lakini kubwa zaidi ni kwamba uzalishaji wako wa mbolea unatumia malighafi zinazopatikana hapa nchini. Na hii moja katika malighafi unazotumia ni mnyororo wa kuongeza thamani kutoka kwa mfugaji kwenda kwenye kuzalisha mbolea kwa ajili ya kilimo. Malighafi ile zamani watu walikuwa wakiiona haina maana, lakini kwa sasa samadi ya ng'ombe ni malighafi kubwa, ni malighafi ambayo inatumika katika kiwanda chako kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hii umeongeza mnyororo wa thamani kutoka kwa mfugaji kwenda kwa mkulima. Tunakushukuru sana. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, uwekezaji huu unaendana na maazimio kadhaa. Unaendana na azimio la Maputo la Umoja wa Afrika kuhusu maendeleo ya kilimo barani Afrika la mwaka 2003. Lakini pia azimio la Sirte kuhusu changamoto za kilimo endelevu la mwaka 2004. Inaendana pia na tamko la Abuja kuhusu mbolea kwa mapinduzi ya kijani Afrika la mwaka 2006. Inaendana na tamko la Malabo ya mwaka 2014, lakini pia azimio la Nairobi kuhusu mbolea na afya ya udongo ndani ya Afrika la mwaka 2024, pamoja na azimio la Kampala mwaka 25 kuhusu programu ya maendeleo ya kilimo barani Afrika. Matamko haya yote yanasisitiza umuhimu wa kuongeza uwekezaji katika uzalishaji na matumizi ya mbolea barani Afrika na kuhamasisha kilimo endelevu, ikiwemo kwa kuongeza uzalishaji wa ndani na uchanganyaji wa mbolea za madini kwa kutumia malighafi zinazopatikana barani Afrika. Kwa hiyo vile vile umeitikia wito uliotoka mara kadhaa ndani ya bara la Afrika. Kwa upande mwingine, ujenzi wa kiwanda hiki ni kielelezo cha jitihada zinazofanywa na serikali yetu katika kukuza kilimo na kuvutia uwekezaji. Katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, serikali imefanya mabadiliko ya sera, sheria na kupunguza kodi na kuzidi kuweka vivutio mbalimbali kuvutia uwekezaji. Matokeo yake, tumefanikiwa kuvutia wawekezaji wengi na kuongeza manufaa kwa wananchi wetu. Kama mlivyosikia, kiwanda hiki kwa sasa kimeajiri watu 1800 na baadaye wanatarajia kuongeza hadi kufikia wafanyakazi 3000. Haya ni maendeleo makubwa sana. Maamuzi mlioyafanya ya kuongeza uwezo wa uzalishaji wa mbolea hadi kufikia tani milioni 3 kwa mwaka ndani ya miaka michache ijayo yatatuletea tija Tanzania pamoja na Afrika kwa ujumla. Mimi ni waahidi ushirikiano wa serikali nzima katika kuhakikisha kuwa mnafanikiwa kufikia malengo ya kiwanda hiki. Mheshimiwa Rais Ndayishimiye, waheshimiwa viongozi mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tupo hapa kushuhudia uzinduzi wa kiwanda hiki kikubwa cha mbolea kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Hii ni sehemu ya mageuzi kwenye sekta ya kilimo. Tunapiga hatua nyingine mbele katika kuongeza uzalishaji wa mbolea inayotumia rasilimali au malighafi za ndani ya Afrika na kuongeza upatikanaji wa mbolea kwa unafuu mkubwa. Kupitia hadhara hii, nitoe rai kwa uongozi wa ITRACOM
kuhakikisha kwamba mnaimarisha mfumo wa usambazaji wa mbolea hadi kwa wakulima waliopo vijijini ili waweze kuipata mbolea hii kwa gharama nafuu, na Waziri wa Kilimo yuko hapa kuwasaidia. Vile vile niwatake muendelee kushirikiana na taasisi za utafiti au utafiti wa kilimo, lakini vile vile mamlaka za tawala za mikoa na serikali za mitaa kutoa elimu ya kina juu ya matumizi na viwango sahihi vya mbolea hii ya fomi katika kuzalisha mazao mbalimbali. Inawezekana mbolea ikafika kule lakini watu wakawa hawana maelekezo ya matumizi sahihi. Kwa hiyo niwaombe sana hilo nalo lifanyike, kutoa maelekezo sahihi kwa wakulima wetu juu ya matumizi ya mbolea hii. Kwa kufanya hivyo, kiwanda cha ITRACOM kitachangia sana katika kuimarisha usalama wa chakula, kupunguza umaskini na kuongeza ajira kwa vijana na wanawake. Na hapa nizungumze na wakuu wa mikoa kwamba kama mlivyosikia kwamba kilimo ni sekta muhimu sana, na Waziri wa Mipango na Uwekezaji amethibitisha hilo kwamba kipaumbele cha kwanza cha mipango yetu ni sekta ya kilimo. Niwaombe sana, kasimamieni kilimo, kasimamieni. Huko tuliko tumeleta mambo mengi kama nilivyoeleza hapa au kama nilivyoeleza jana. Sasa ninaomba kasimamieni kilimo kiwe ndio priority kwetu sote. Nawaomba sana, asanteni sana. Vile vile niwatake muendelee kushirikiana na taasisi nilikuwa nasema kwamba kwa kuwa mbolea hii inazalishwa nyumbani, wakulima wanatarajia kwamba bei pia itakuwa nafuu. Lakini nafahamu kwamba Waziri wa Kilimo naye ameweka ruzuku kwenye mbolea hiyo. Sasa hili nalo litawafanya wakulima ambao hawakuwa wakitumia mbolea kwa sababu hawana uwezo wa kununua, sasa watumie mbolea hii. Lakini vile vile kama mlivyoeleza na kama nilivyoona kwamba kuna maabara kadhaa ndani ya eneo hili ambalo linapokea taarifa za hadhi ya udongo, afya ya udongo kutoka maeneo mbalimbali, na mnaweza mkazalisha mbolea kuendana na aina ya udongo wa sehemu. Niwaombe sana mjipange hivyo, kwa sababu Tanzania ni nchi kubwa na nchi hii inapishana kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Lakini pia matumizi tuliotumia kwa muda wote ya kilimo imefanya udongo wetu kupungukiwa na viini muhimu au virutubisho muhimu katika kuzalisha mazao. Kwa hiyo mjipange pia kuzalisha aina ya mbolea kuendana na aina ya afya ya udongo wetu. Niseme tu kwamba mbali na mbolea, serikali tumeweka nguvu kubwa kwenye umwagiliaji maji. Hili nilishalisema, na hapa niongee na serikali tuendelee kufanya hii kazi, lakini niongee na wananchi pia ambao wanafaidika na miradi ya umwagiliaji maji kutumia miradi hii vizuri ili tuweze kuendana na jinsi mazingira yanavyobadilika. Ndugu zangu wafanyakazi wa kiwanda hiki, sisi sote tumesikia kiasi cha fedha kilichowekezwa kwenye mradi huu, bilioni 486. Hii ni pesa nyingi sana. Hivyo kila mwenye nafasi ya kufanya kazi katika kiwanda hiki hana budi kuhakikisha kuwa tunakitunza kiwanda hiki, kwa sababu ndio chanzo chetu cha ajira na ndio chanzo cha uchumi wetu. Niwaombe sana tukitunze ili kiendelee kutoa huduma kwa muda mrefu. Mwekezaji amefanya imani kuja Tanzania, sasa imani hulipwa kwa imani. Tumuoneshe imani ili lengo alilojipangia liweze kutimia. Ninawashukuru viongozi na wananchi wa mkoa wa Dodoma kwa ushirikiano mliouonesha katika utekelezaji wa mradi huu tangu kuanza hadi sasa. Ninaamini mtaendelea kumsaidia mwekezaji huyu kuhakikisha kwamba uwekezaji wake unakuwa ni kitovu cha usambazaji wa mbolea katika nchi yetu, lakini hata nchi jirani. Nihitimishe kwa kuwashukuru tena Rais
Mheshimiwa Meja Jenerali Evariste Ndayishimiye na wageni wote waalikwa, hasa waliotoka Burundi, kwa kuungana nasi katika tukio hili muhimu na la kimapinduzi katika sekta ya kilimo. Fahari yetu ni kwamba mbolea hii tayari imeshaanza kusambazwa kwa wakulima hapa nchini na katika mataifa mengine, na matokeo yake yanaanza kuonekana. Nilikuwa nazungumza na rais wa Burundi, ananiambia kule Burundi mazao ni tele kwa tele kupitia matumizi ya mbolea hii ya FOMI. Kwa ni matumaini yetu pia msimu ujao wakulima wa Tanzania, kwa sababu ndio wameanza kutumia, mazao yatakuwa tele kwa tele pia, lakini kama nilivyosema, wafundishwe viwango na jinsi ya kuitumia. Baada ya kusema hayo, sasa na heshima kutamka kwamba kiwanda hiki cha mbolea cha Itracom Tanzania sasa kimezinduliwa rasmi. Makofi mengi na vigelegele. Asante. Tumombe Mwenyezi Mungu azibariki nchi zetu Tanzania na Burundi. Mungu ambariki mwekezaji huyu na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Asanteni sana. Tunawashukuru marais wetu, viongozi wetu, na sasa tunaruhusu moja kwa moja ili tuendelee na itifaki ya kuondoka kwenda kuendelea na majukumu mengine. Burundi oye! Tanzania oye! Toti tuendelee.